Marekani imeanzisha mashambulizi dhidi ya Iran baada ya Rais Donald Trump kuituhumu nchi hiyo kwa kudungua helikopta ya Marekani katika mlango wa Hormuz. Vikosi vya Marekani vilianza mashambulizi hayo Jumanne kujibu tukio la kuangushwa kwa helikopta hiyo, kwa mujibu wa kamandi kuu ya Marekani. Victor Kenani huyo hapa na taarifa zaidi. Katika taarifa yake, CENTCOM ilisema operesheni hii ni jibu la uwiano unaofaa kwa uchokozi wa Iran ambao haukuwa na msingi wowote. Mlipuko uliripotiwa kando ya pwani ya Ghuba ya Uajemi na mlango wa bahari wa Hormuz. Wanajeshi wawili waliokuwa ndani ya helikopta ya Marekani aina ya Apache iliyodunguliwa waliokolewa na droni ya baharini ya Marekani, CENTCOM ilisema. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa jeshi la Marekani kuthibitisha hadharani matumizi ya chombo hicho katika operesheni ya aina hiyo. Vyombo vya habari vya Iran vilionekana kukiri tukio hilo, huku shirika la habari la Mehir likiripoti kwamba Iran haikuwa imedai kuhusika na kuangushwa kwa ndege hiyo. Marekani imeanzisha mashambulizi dhidi ya Iran kwa kuidungua helikopta ya Marekani katika mlango wa bahari wa Hormuz. Vikosi vya Marekani vilianza mashambulizi hayo Jumanne kujibu tukio hilo. Kulikuwa na marubani wawili na wote wako salama bila majeraha yoyote, Donald Trump aliandika kwenye mtandao wa Truth Social. Hata hivyo, Marekani inalazimika kujibu shambulizi hili. Waziri wa mambo ya nje wa Iran alitoa onyo kwa Marekani baada ya tukio hilo, akisema kwamba nchi yake haitaacha shambulizi wala tishio lolote bila majibu. Uwezekano wa hatua za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran uliibuka wakati vikosi vya Israel vilipokuwa vikifanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa Lebanon siku ya Jumanne. Tehran ilikuwa imeonya kwamba mashambulizi ya Israel kusini mwa Lebanon yangechochea wimbi jingine la mashambulizi ya kulipiza kisasi. Donald Trump amesisitiza kuwa makubaliano ya amani yanaweza kufikiwa hivi karibuni. Tuko katika hatua za mwisho za kile kitakachokuwa makubaliano mazuri sana ambayo hayatakubali kwa namna yote ili kuwepo kwa silaha za nyuklia. Pia mlango huu wa bahari utafunguliwa mara moja. Utafunguliwa mara tu makubaliano yatakapotiwa saini, jambo ambalo linaweza kutokea ndani ya siku 2 au 3. Dakika chache kabla ya matamshi ya Trump kuhusu helikopta ya Apache ya Marekani iliyoangushwa, mkuu wa mazungumzo ya amani ya Iran na Washington, Mohamed Bagher Kalibaf, alitumia mitandao ya kijamii kuashiria hatua za kulipiza kisasi. Ni taarifa yake Victor Kenani. Marekani imezitaka serikali za nchi za Umoja wa Ulaya kuwawekea vikwazo vya safari watu ambao katika siku za hivi karibuni wamezitembelea nchi zilizokumbwa na ugonjwa wa mlipuko wa Ebola. Marekani imetaka hatua hizo kuchukuliwa ili kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo wakati wa mashindano ya Kombe la Dunia. Taarifa zaidi hapa inasomwa na Halima Nyanza. Marekani imezitaka nchi za Umoja wa Ulaya kuchukua hatua hiyo wakati tayari kitengo chake cha kudhibiti na kuzuia magonjwa mwezi uliopita kilitangaza kuwazuia raia wa kigeni ambao walitembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudan Kusini katika kipindi cha siku 21 nyuma kutoingia nchini humo, wakati ikiwataka raia wake kutumia viwanja maalum vya ndege vilivyochaguliwa kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi wa kiafya. Maafisa wa Marekani wamesema nchi hiyo inashirikiana kidiplomasia na nchi mbalimbali duniani katika kuchukua hatua kuweza kuwalinda raia wa nchi hiyo na mamilioni ya wageni, washabiki, wanamichezo na watalii wanaotarajiwa kuwepo nchini humo wakati wa mashindano ya soka ya Kombe la Dunia, na kutoa rai pia kwa nchi nyingine kuchukua hatua kwa upande wao ili kuhakikisha kuwa mlipuko huu hauenei zaidi. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani imefahamisha kuwa waziri wake wa mambo ya nje Marco Rubio jana Jumanne amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen kuzungumzia mlipuko huo wa Ebola. Awali Marco Rubio alielezea msimamo wa nchi yake kudhibiti virusi vya Ebola kuingia nchini humo, huku nchi hiyo ikiweka vituo vya muda nje kuweza kuwatibu raia wake watakapopata maambukizo hayo, licha ya nchi hiyo kuwa na vifaa vya kuweza kuwatibu wagonjwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi ambayo ina maambukizo mengi ya virusi vya ugonjwa wa Ebola, tayari imethibitisha kuwa watu karibu 600 wameambukizwa virusi hivyo, huku wengine 115 wakifariki dunia. Ni taarifa yake Halima Nyanza. Sekta ya utalii nchini Tanzania inachangia zaidi ajira milioni 1.5, lakini wengi wao ni wanaume. Pamoja na changamoto za kukosa fursa ya kumlea mtoto wake mchanga na umasikini ndani yake, Glory Tobias anabadili dhana hiyo. Akiwa miongoni mwa waongoza watalii wachache wanawake nchini humo, ameanzisha jukwaa maalum la wanawake waongoza watalii. Ni jukwaa la kwanza la aina hiyo lenye wanawake zaidi ya 40 ambalo linahudumia watalii wanawake tu. Amemsimulia Martha Saranga safari yake katika waridi wa BBC.
kuangalia ile kazi ni ya wanaume tu, nikaona hapa sasa ndio sehemu yangu ya kutoka. Nitatoka kwa sababu hamna wanawake kwenye hili soko, ina maana nitapata market zaidi kuliko nirudi chuo. Kwa hapa kwetu ni pekee sana kwa sababu kipindi nafanya 2013-14 tulikuwa kama 2 au 3, tulikuwa wachache. Sasa kwa wachache ukipanda mlima pia unakuwa kama kuna guide mwanamke, ile pia ile nasikia mimi nasikia kama ni kitu kizuri kusema vile. Lakini pia ilikuwa inanifanya naona tunahitaji kuwa na wanawake wengi zaidi. Sababu watu wanaopanda mlima wengi sana wanatoka zile jamii za vijijini ambao wanaamini mwanamke atakiwa akae nyumbani. Sasa kwenye ile kazi unakuta niko pekee sawa, lakini kuna vitu siruhusiwi kufanya kwa sababu nikifanya kwa wageni ni sawa, lakini kwa wenzangu ambao ni wa Afrika sifanyi kitu sahihi kwao. Mitandao ya kijamii ina umuhimu gani kwako? Na kwa namna gani imekupa fursa? Mitandao ya kijamii kwangu ina umuhimu mkubwa sana kwa sababu imenipa daraja la kuniunganisha na watu wengi. Sana sana kama mimi nafanya biashara sana sana na wanawake na wageni wanawake. Wale wageni utawapataje? Mimi kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa sababu ndio watu naofanya nao kazi na mimi ni mwanamke, wakiona wanaangalia safari yangu, wanaangalia zile posti zangu, wanaona huyu mtu anafanya hivi, alishafanya hivi. Sasa ile mitandao ya kijamii inaniunganisha mimi na hilo soko, lakini pia mitandao ya kijamii inaelimisha watu wengine ambao wanahitaji kufuata njia yako lakini hawajui wanaifuata vipi. Sasa hivi na kampuni na kambi porini na tented camp. Tented camp ni zile kambi ambazo zinashonwa zile. Sio nyumba za permanent kwa sababu hiyo unaweza kufanya lakini baada ya kupata hivyo vibali inachukua muda. Lakini sasa hivi na kambi ambapo kambi yangu inaitwa Serengeti Queens ni ya wanawake. Maana nilivyoingia kwenye biashara nilikuwa nafanya kazi za wanawake sana nyingi. Yaani kama ni wazee wanawake au wasichana wanawake wanaosafiri peke yao lakini wanakuja kukutana na wageni wengine. Unakuta wengi wanapitia changamoto. Wanataka kuja kwa ajili labda ya kupumzika, yani kutuliza akili yake. Kwa sasa nikaona hilo soko linahitaji kuwa na watu ambao ni wakaliba yao. Kwa mimi nikaona nikiwa na kambi ya wanawake, wale wageni pia wakija pale watajisikia sawa. Usingatia vigezo gani katika kuwachagua hawa wanawake unaofanya nao kazi? Yaani mfano nimechukua watu zile jamii ambazo labda unasikia naomba niletee msichana wa kazi sehemu fulani, au niletee sehemu fulani. Sasa wale kama anaweza kufanya kazi za nyumbani ambazo ni kazi nyingi sana, kazi nyingine anaweza tena kwa ubora zaidi. Kwa hiyo nikaona wale waje watazifanya, na wakizifanya watazifanya kwa ubora zaidi, na pia muda unaozidi kwenda pia wanaweza kuwa magaidi wazuri. Na hao wote wanatoka zile jamii za mbali au karibia na hifadhi, ambao sasa wale pia hawaogopi wanyama. Baada ya miaka kadhaa watakuwa magaidi wazuri kama mimi. Naam, ni Glory Tobias huyo wa redio wetu wa BBC. Ukitaka kumtazama na kumwona namna anavyofurahia kuwa na wanyama wakali porini kama vile simba, tembelea sasa ninapozungumza ukurasa wetu wa Instagram wa BBC Swahili. Lakini sasa viwanjani na Victor Kenani, twenzetu. Shukran Skola, na tunaanza na soka. Na shirikisho la soka duniani FIFA limesema linafanya kazi ya kuongeza fursa kwa mashabiki wa Iran kuhudhuria mechi baada ya mgao wa tiketi za hatua ya makundi ya kombe la dunia kwa nchi hiyo kufutwa siku chache kabla ya mashindano kuanza. Kombe la dunia linaloandaliwa kwa pamoja na Canada, Mexico na Marekani linaanza Alhamisi, huku Iran ikitarajiwa kucheza dhidi ya New Zealand tarehe 15 Juni na Belgium tarehe 21 Juni huko Los Angeles, kabla ya kukutana na Misri mjini Seattle tarehe 26 Juni. Shirikisho la soka la Iran linasema kanuni za FIFA zinaeleza kuwa kila shirikisho linaloshiriki kombe la dunia hupokea 8% ya tiketi za kila mechi yake ili kuzisambaza kwa mashabiki wake. Changamoto ya tiketi za Iran ni ngumu kutokana na masharti ya udhibiti wa Marekani, ikiwemo vikwazo vya ofisi ya udhibiti wa mali za kigeni OFAC vinavyopunguza uwezo wa taasisi zilizoko Marekani kushughulikia baadhi ya miamala. Ushiriki wa Iran katika kombe la dunia umekuwa ukigubikwa na sintofahamu kutokana na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati na wasiwasi wa kiusalama unaohusiana navyo. Kocha wa England Thomas Tuchel amesema Bukayo Saka anahitaji kurejesha taratibu katika kiwango chake bora cha utimamu wa mwili wakati England ikiingia katika kombe la dunia ikiwa na matarajio makubwa. Tuchel amesema historia haipendelei England, mabingwa wa dunia wa mwaka 1966. Hata hivyo anaamini kuwa bahati ndogo pamoja na umakini mkubwa wa kujiamini vinaweza kuifanya timu yake kuwa miongoni mwa wagombea wakuu wa taji ikiwa itafanikiwa kuvuka hatua za awali za mashindano. Kuwa na wachezaji walio vizuri kunaweza kuwa jambo la msingi, na Saka ni mmoja wa wachezaji muhimu zaidi katika kikosi hicho. Winga huyo Arsenal alikosa sehemu ya mwisho wa msimu wa ligi kutokana na jeraha la tendon ya Achilles, ingawa alirejea kwa wakati na kusaidia klabu yake kutoa ubingwa wa ligi kuu ya England.
Na Real Madrid wamekataliwa ofa ya euro milioni 150 kwa ajili ya mshambuliaji Julian Alvarez kwa majirani zao wa jiji Atletico Madrid. Rais wa Real Madrid Florentino Perez wiki iliyopita aliahidi kutoa ofa ya euro milioni 150 kwa mchezaji mmoja wa hadhi ya Galactico ikiwa angechaguliwa tena kuongoza klabu hiyo. Baada ya kufanikiwa kubaki madarakani Jumapili, Perez alitimiza ahadi yake. Na kufikia hapo na kunja jamvi langu la spoti. Shukrani. Asante sana Victor Kenani, jezi nambari 14.